Unasikiliza Christ Centered Online Radio. Barikiwa na Bwana. Shalom, shalom mpendwa mtoto wa Mungu, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Popote pale ulipo, ukiwa unaendelea kubarikiwa na madhabahu hii ya Christ Centered Online Radio. Karibu sana mpendwa. Ni wakati mwingine tena ambao Mungu ametupa nafasi ya kuzungumza, wakati mwingine ambao Mungu ametupa kibali. Najua mambo haya hayatokei kwa sababu labda sisi ni wajanja sana, au kwa sababu tuna njia zetu nyingi. Hapana, ni kwa sababu Mungu anakusudi. Chochote kile ambacho unaona kinatokea kwenye maisha yako, hebu litazame kusudi la Mungu. Kikitokea kitu kizuri kwenye maisha yako, tazama kusudi la Mungu. Likitokea jambo gumu kwenye maisha yako, litazame kusudi la Mungu. Likitokea jambo baya kwenye maisha yako, yakija majaribu kwenye maisha yako, ikija mitihani migumu kwenye maisha yako, tazama kusudi la Mungu, kwamba yeye anatuwazia yaliyo mema, sio ya mabaya wala ya kutuangamiza. Manake ni nini? Manake ni kwamba linapokuja jaribu, lengo ni kutuimarisha, lengo ni kutujenga kwa ajili ya hatua nyingine inayofuata. Mungu ametupa kibali kusikilizana hapa kupitia Christ Centered Online Radio, na nachukua nafasi hii kusema kwamba ubarikiwe sana mtu wa Mungu, wewe ambaye umetenga muda wako kwa ajili ya kusikiliza. Najua kwamba hii ni safari yetu pamoja, na Mungu anasema walipokusanyika 2 au 3 kwa jina langu, basi nipo hapo kati yao. Naamini kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Mtoto wa Mungu, ni ujumbe wangu leo kwamba nakuombea Mungu akukumbuke katika mwezi huu. Mwanzo 30 mstari wa 22 hadi wa 24 inasema, Mungu akamkumbuka Raheli, Mungu akamsikia, akamfungua tumbo. Mstari wa 23 unasema, akapata mimba, akazaa mwana. Akasema, Mungu ameondoa aibu yangu. Akamuita jina lake Yusufu, akisema, Bwana aniongezee mwana mwingine. Hii ni habari ya Raheli. Inatukumbusha kuwa haijalishi umeomba kwa miaka mingapi, haijalishi umedharauliwa miaka mingapi, haijalishi umepita katika hayo mapito ambayo unapita kwa muda gani, haijalishi ni wewe mwanamke ambaye umemlilia Mungu akukumbuke kwenye eneo la uzazi, kwenye eneo la mtoto kwa muda gani na haijawa hivyo, haijalishi mambo yako yamekwama miaka mingapi, haijalishi umeomba muda mrefu na unaona Mungu yupo kimya, uhakika ni kwamba muda ukifika, Mungu anakukumbuka na kukujibu haja yako. Na uzuri kuhusu Mungu wetu ni kwamba haishi kukujibu tu. Mungu anatengeneza na njia ya hayo majibu anayoyaachilia. Yes, akikujibu anatengeneza na njia. Kama ni heshima ilipotea, Mungu akikujibu, Mungu akikurudisha kwenye heshima yako, anatengeneza na watu wapya. Ndivyo ilivyo. Raheli alikaa miaka mingi sana, aliona dada yake Lea akizaa watoto, lakini yeye hakupata mtoto hata mmoja. Akatafuta njia ya kupata mtoto hata kwa house girl wake, akidhani atapata faraja, lakini ukweli ulibaki pale pale. Mambo yaliendelea kuwa magumu kwake. Moyo wake uliendelea kuumia, moyo wake uliendelea kupondeka. Kwani wale walikuwa ni watoto wa house girl, hawakuwa watoto wake. Wanasema raha ya mtoto anyonye ziwa lako. Hii wanaijua sana wanawake. Lakini baada ya mapito hayo, ndipo neno linasema Bwana akamkumbuka Raheli, akapata mtoto anaitwa Yusufu. Alikuja kwa mtu mkubwa sana, hata sasa tunasoma habari zake. Inawezekana kwa miezi, kwa miaka iliyopita umekuwa unasikia shuhuda za watu wengine wakihadithia, wakisimulia kwa machozi na furaha kwamba Bwana amewatendea, Bwana amekuwa upande wao, Bwana ameachilia uzazi katika tumbo lao. Lakini sio kwa upande wako. Umeona baraka za wengine zikitokea, watu wakiinuliwa kimaisha, unaona wakitendewa mambo ambayo na wewe unatamani haya yangetokea upande wangu. Umeomba sana na hauoni matokeo, unashuhudia ya wengine tu. Niko hapa leo kukuambia mtoto wa Mungu, Mungu anakwenda kukukumbuka katika mwezi huu. Mungu anakwenda kukufanyia jambo jipya, na kila atakayesikia habari zako masikio yake yatawasha. Mungu akutendee, umpate Yusufu wako mpendwa. Mungu akutendee,
Mungu akutendee uyapate yale ambayo yatasaulisha machungu ya moyo wako, yale ambayo yatasababisha uyaone maisha kwamba ni ya kufurahia. Acha Bwana ajaze furaha katika moyo wako. Bwana ainuke. Kama imefika mahali unaona kwamba Mungu amekusahau, niko hapa kukuambia kwamba Isaya 49 mstari wa 13 mpaka wa 16 unasema, imbeni enyi mbingu, ufurahi enyi, pazeni sauti ya kuimba enyi milima, kwa kuwa Bwana amewafariji watu wake, naye atawahurumia watu wake walioteswa. Bali Sayuni alisema, Yehova umeniacha, Bwana umenisahau. Je, mwanamke anaweza kumsahau mtoto wake anayenyonya, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi Bwana sitakusahau. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mkono yangu, kuta zako ziko mbele yangu daima. Mungu hajakusahau, mtoto wa Mungu. Neno lake linasema kwamba amekuchora katika vitanga vya mikono yake. Yes, mama anaweza kumsahau mtoto, mwana wa tumbo lake. Biblia inasema kwamba wanaweza wakasahau, lakini sio Mungu wetu. Hajakusahau, anakwenda kufanya jambo jipya, anakwenda kukutendea jambo ambalo umeomba kwa muda mrefu. Bwana anakwenda kukukumbuka. Usife moyo, endelea kumngoja Bwana, endelea kumwamini. Ubarikiwe sana mpendwa. Hii ni Christ Centered Online Radio. Kwa wewe unahitaji ushauri pamoja na maombi, tumia namba hii 0743 050272 0743 050272. Kwa namba hiyo hiyo pia unaweza ukajiunga katika group ili kupata ibada pamoja na masomo ya faraja kupitia Biblia ya neno la Mungu. Hii ni Christ Centered Online Radio. Ubarikiwe sana mtoto wa Mungu. Usiache kusikiliza kupitia Radio Box Christ Centered. Mshirikishe na mwenzako. Mungu akutunze, Mungu akusimamie. Christ Centered Online Radio.